Rais wa Marekani Donald Trump na mwenzake wa Urusi Vladimir Putin watafanya mazungumzo hii leo kuhusu vita vya nchini Ukraine. Rais huyo wa Marekani atazungumza na Vladimir Putin wa Urusi leo hii kuhusu kukomesha vita vya Ukraine, huku kukiwa na makubaliano ya eneo la Kiev na udhibiti wa kinu cha nyuklia cha Zaporizhia huenda ukahusika katika mazungumzo hayo. Tunataka kuona kama tunaweza kumaliza vita hivyo, Trump aliwaambia waandishi wa habari akipanda ndege ya Air Force One wakati akielekea Washington kutoka Florida. Labda tunaweza, labda hatuwezi, lakini nadhani tuna nafasi nzuri sana. Nitazungumza na Rais Putin siku ya Jumanne. Kazi kubwa imefanywa mwishoni mwa juma, alimalizia rais huyo wa Marekani Bwana Donald Trump. Aidha, Trump anajaribu kupata uungwaji mkono wa Putin kwa pendekezo lake la kusitisha vita kwa siku 30 ambalo Ukraine ilikubali wiki iliyopita. Pamoja na hatua hiyo, bado pande zote mbili zinaendelea kufanya mashambulio makali ya angani, huku Urusi ikikaribia kuviondoa vikosi vya Ukraine katika eneo la Kursk magharibi mwa Urusi. Alipoulizwa ni makubaliano gani yanazingatiwa katika mazungumzo ya kusitisha mapigano, Donald Trump alisema, tutakuwa tunazungumza kuhusu ardhi, tutakuwa tunazungumza kuhusu mitambo ya kuzalisha umeme, tayari tunazungumza kuhusu hilo, kugawanya baadhi ya mali, anasema rais huyo wa Marekani Donald Trump. Trump hakutoa maelezo yoyote, lakini kuna uwezekano alikuwa anarejelea kuhusu kinu cha nyuklia cha Zaporizhia kinachokaliwa na Urusi huko Ukraine, ambacho ni kiwanda ama kinu kikubwa zaidi cha nyuklia barani Ulaya. Urusi na Ukraine zimeshutumiana kila wakati kwa vitendo vinavyohatarisha usalama katika kinu hicho. Msemaji wa Kremlin Dmitry Peskov alithibitisha Jumatatu kwamba Rais Putin atazungumza na Trump kwa simu, lakini akakataa kuzungumzia matamshi ya Trump kuhusu ardhi na mitambo ya kuzalisha umeme. Ikulu ya Kremlin ilisema Ijumaa kuwa Putin amemtumia Trump ujumbe kuhusu mpango wake wa kusitisha mapigano kupitia mjumbe wa Marekani Steve Witkoff ambaye alifanya mazungumzo mjini Moscow, akielezea matumaini makubwa ya makubaliano yanayoweza kufikiwa kumaliza mzozo huo wa miaka mitatu. Witkoff pamoja na waziri wa mambo ya nje Marco Rubio na mshauri wa usalama wa kitaifa wa Trump Mike Waltz walisisitiza mwishoni mwa wiki kwamba bado kuna changamoto zinazopaswa kutatuliwa kwanza kabla Urusi kukubali kusitishwa kwa mapigano, achilia mbali azimio la mwisho la kupata amani na kumaliza vita. Hata hivyo, Bwana Waltz, mshauri wa kitaifa wa Marekani, alisema kwamba katika suala la ardhi, Ukraine haitoweza kupata tena ardhi ambayo ipo mikononi mwa Urusi. Moja kati ya maeneo ambayo yapo mikononi mwa Urusi ni pamoja na Zaporizhia, ambapo kuna kinu kikubwa cha nyuklia barani Ulaya ambacho wakati huu kipo katika milki ya Urusi. Na hili pia Urusi haitoweza kukubaliana nalo kuwapa wa Ukraine, lakini itatokana na mazungumzo ya Trump na Putin. Lakini misimamo ya Putin mara nyingi ni kwamba alishaweka wazi hataweza kukubali juu ya masuala hayo. Basi mtazamaji, endelea kutufuatilia na usisahau kulike, kucomment, lakini pia kusubscribe channel yetu hii. Utakuwa ukipata habari hizi kwa mapana hapa The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kutufuatilia, utafahamu mengi kuhusu yanayojiri duniani.